Qala babu as-salami, ni mlango wa as-salam. Salam ni kutanguliza, semaje, takdimu ish athaman, kutanguliza pesa, thamani au kile cha kununulia, unakitanguliza kile kabla ya bidhaa. Sisi tulisema kwamba asili ya hadithi huko nyuma katika masharti ya biashara ayakuna albai malikan, au yule anayeuza kitu, kile kitu kwanza anakimiliki. Yesu ndo asili. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tabi ma laysa indak, usiuze kitu ambacho hakipo, haujakimiliki bado. Hauruhusiwi kuuza kitu ambacho haujakimiliki. Hadha albab mustathnat min hadithi la tabi ma laysa indak. Kwa hiyo mlango huu unavua sura katika makatazo ya kuuza kitu ambacho hujakimiliki. Sababu asili kitu ambacho hauna uruhusiwi kuuza. Wewe alizeti hauna, mahindi hauna. Sababu mara nyingi miamala hiyo wanaifanya watu wenye mashamba, wakulima, wenye biashara hizi. Asili ni kwamba haifai kuuza kitu ambacho hakipo, kwa mujibu wa hadithi la tabi ma laysa indak. Usiuze kitu ambacho hakipo kwako, hakijathibiti. Ma laysa indaka ya khabari yake, ma lam yastaqir indak wa yathbut indak wa lam yakun indak. Wa akhbaru bi dharfin wa harfi jarrin yuriduna maana kain wa mustaqil, kimaanisha kama usiuze kitu ambacho hakija kuwa kwako, hajathubutu kwako. Lakini sababu mlango ni ruhusa kwa haja pia, kama ilivyo masala ya muzabana. Muzabana asili yake haifai, wanaha anil muzabana, alafu tukaona kuna masala yamevuliwa, bai'ul araya, biashara ya araya. Na hapa pia babu salam, salam ni biashara ya kuuza kitu ambacho kiko katika dhima, haunacho kile kitu, lakini unachukua pesa, lakini utakileta baadaye. Asili yake ilikuwa haifai, lakini imevuliwa kwa sababu ya haja pia. Mahitaji, Waislamu wanahitajia biashara hii. Na itakuja hadithi kwa Mtume salama alipofika Madina, amekuta watu wafanya biashara hiyo, ndio wamezoea hivyo, wana ada hiyo na desturi hizo. Allah subhanahu wa ta'ala akafanya wepesi kwamba ikiwa kuna haja hiyo, watu wana shida hiyo, basi wafanye kwa utaratibu 1 2 3 4. Kwa hiyo ikavuliwa kwa sababu ya mahitaji ya watu, kama ilivyo mambo ya araya. Bai muzabana imekatazwa, lakini ikaruhusiwa kwa sababu ya mahitaji ya watu. Asema yasihu salamu fi kulli ma yandhabitu bisifa. Itasihi kufanya biashara ya salam ya kutanguliza pesa na cha kununulia, lakini bidhaa haipo, itafaa kwa masharti yafuatayo. Kwa lugha nyingine nasema itafaa biashara ya kuuza kitu ambacho hakipo kwa masharti yafuatayo. Kwanza asema yasifu salamu fi kulli ma yandhabitu bisifa, katika kila ambacho kinadhibitika kwa sifa. Lazima kiwe kina uwezekano wa kudhibitiwa sifa zake. Katika kila kinachowezekana kudhibitiwa katika sifa zake, kisichowezekana kudhibitiwa sifa zake haifai. Ataja namba 1, idha dhabatahu bi jamii sifatihi. Ana amerejea ile sharti alilitaja hapo juu. Asema sharti la kwanza, akidhibiti kile kitu kwa sifa zake zote, allati yakhtalifu biha thaman, ambazo sifa hizo yakhtalifu, hubadilika, biha thaman, kwayo thamani. Hizo sifa walizidhibiti, kwayo ndio hubadilika bei na thamani ya kile kitu. Kwa hiyo lazima zile sifa zidhibitiwe. Qala wa dhakara ajalahu, na ikiwa atataja muda wake, kama nitakupatia baada ya mwaka mmoja au miezi kadhaa 6, yani pataje muda maalum. Wa dhakara ajalahu,
Qala wa a'tahu, sharti la tatu, wa a'tahu thamana qabla tafarruq, na akampatia thamani yote kabla ya kuachana. Bwana, gunia kadhaa itakuwa shilingi kadhaa, sawa, akampa pesa yote kabla ya kuachana, sio mpe nusu, yote. Wewe unataka kununua gunia 5, umefanya mahesabu pale, gunia 5 makadirio yake itakuwa hivi na hivi, utakana umpe pesa yote gunia 5. Sasa basi shika kwanza 100,000, alafu baadaye atapita riba pia hapo, umpe pesa yote. Ndio maana maulama wamekhtalifiana katika baina istisna au baina amil bil istisna kwenye mambo ya furniture na nini, mavioo haya. Kwa sasa nitengenezewa dirisha kadhaa, je, au ampa pesa kidogo, au je lazima pia na ampe pesa yote kwa kuhesabu katika mlango huu? Wamekhtalifiana maulama, pakaandikwa vitabu kwa ajili ya masala haya. Sahihi ni kwamba wengi wanasema sahihi hizi ni biashara zingine kama tunaambia msalamu anatengenezea kitanda au masofa hivi na hivi na hivi na hivi, shika shingapi ile moja, shika 500,000 kwanza. Je, tuhesabu biashara hiyo ni kama biashara hii kiasi ambacho inabidi ulipe pesa yote, au hii ni biashara nyingine kama? Wakakhtalifiana maulama. Wengi wasema si katika biashara ya salam, ile ni biashara ya al-istisna. Unataka mtu akutengenezee kitu, ile tofauti wasema, unaweza kutanguliza baadhi, ni biashara nyingine kando itaruhusiwa hivi. Au ingie kwenye biashara hii asili yake la tabi maalisha inda, kwa sababu kile kilichouzwa hakipo kwenye ile kwa yule mtengenezaji, bado hanacho lakini amechukua pesa. Je, tutahesabu ni katika biashara hii salam kiasi ambacho utakana ulipe pesa yote? Ni masala mazito, masala ya kufanya. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، alifika mtume sallallahu alaihi wasallam Madina. Qadima kama ana alifika, aliingia na akafika Madina. Wa hum yuslifuna fi thimari as-sanata wa sanatayn, na wao wakitanguliza pesa, wakiuziana bidhaa ambazo ziko kwenye dhima, hawanazo bado. Wa hum yuslifun, nao wanauza vitu ambavyo havipo, wakitanguliza thamani. Katika matunda mwaka mmoja mpaka miaka 2. Faqala, akasema man aslafa. Kwa hiyo sasa baada ya kuwakuta wao wafanya hivyo na asili yake haifai, akawaruhusu lakini kwa masharti. Man aslafa, sababu maana watu wanahitajia muamala huo, watu wana shida, wanajua kulima lakini sasa wanahitajia pesa na bidhaa hawana, akawaruhusu kwa sababu mahitajio. Man aslafa, atakayetanguliza thamani, akauza kitu ambacho katika dhimma, hanacho kile kitu, akasema fali yuslif fi kaili ma'lum, basi atangulize thamani na achukue thamani kwenye kipimo maalum. Sharti la kwanza, kwenye kipimo maalum. Ndio idha dhabata as-sanata wa sanatayn, na wao wakitanguliza pesa, wakiuziana bidhaa ambazo ziko kwenye dhima, hawanazo bado. Wa hum yuslifun, nao wanauza vitu ambavyo havipo, wakitanguliza thamani. Katika matunda mwaka mmoja mpaka miaka 2. Faqala, akasema man aslaf. Kwa hiyo sasa baada ya kuwakuta wao wafanya hivyo na asili yake haifai, akawaruhusu lakini kwa masharti. Man aslafa, sababu maana watu wanahitajia muamala huo, watu wana shida, wanajua kulima lakini sasa wanahitajia pesa na bidhaa hawana, akawaruhusu kwa sababu mahitajio. Man aslafa, atakayetanguliza thamani, akauza kitu ambacho katika dhimma, hanacho kile kitu, akasema fali yuslif fi kaili ma'lum, basi atangulize thamani na achukue thamani kwenye kipimo maalum. Sharti la kwanza, kwenye kipimo maalum. Ndio idha dhabata bi jamii sifati, kama utaja Ibn al-Mundhir katika al-Ijma',
Ibn Mundhir katika ijma' ametaja masala haya, wa ajma'u ala anna salama aljaiza ay yuslima ar-rajulu sahibahu fi ta'amin ma'lumin mawsufun min ta'ami ardhin 'ammatin la yukhti'u mithlaha bikaylin ma'lum au waznin ma'lum au kwa kipimo ma'lum ila ajalin ma'lum wa dananir wa darahim ma'luma yadfa'u thamana ma aslama fihi qabla an yatafarraqa min maqamihim alladhi tabaya'a fihi, wa wazni ma'lum, na kipimo ma'lumu, ila ajalin ma'lum, mpaka wakati ma'lumu wa kubaliana miezi 6 mwaka mmoja. Waqala sallallahu alayhi wasallam man akhadha amwala an-nas yuridu adaaha addaha Allahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allahu, rawahu al-Bukhari. Man akhadha amwala an-nas, yeyote ambaye atachukua mali za watu kwa kukopa au kwa sura nyingine, atakayechukua mali za watu. Sasa hii ametaja hadithi hapa kwa kumalizia mlango huu, akiwa na maana ya kwamba kuwatahadharisha watu kufanya uzembe katika miamala yao, sasa wanapochukua madeni katika pesa za watu. Sawasawa ni deni la salam, sawasawa ni deni hili la salam au deni lingine la kawaida. Al-Musannif ametaja hadithi kwa ajili ya kutahadharisha kwamba watu kwa makini kwenye miamala hii. Sasa muamala wa salam, ikiwa wewe ulichukua pesa na una bidhaa za watu unadaiwa, basi nia yako iwe nzuri na urudishe kweli, upeleke mali ya watu. Au kwenye madeni mengine, man akhadha amwala nasi, yeyote atachukua mali za watu, yuridu adaaha, nia yake ni kurejesha. Yuridu adaaha, nia yake ni kurejesha. Addaha Allahu anhu, manake atamtekelezea Allah atamtolea, ima kwa kumsahilishia au siku ya kiyama au kesho akhira, Allah subhanahu wa ta'ala akalisimamia ili akamlipia yeye Allah. Kwa unapata taufiki kufanyia wepesi, au siku ya kiyama Allah akufanyia usahali. Wa man akhadha yuridu itlafaha, na yule atakayechukua hiyo mali nia yake ni kuipoteza tu ile mali, si kulipa wala kurejesha, atlafahu Allah, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamwangamiza pia yeye. Rawahu al-Bukhari. Watu wengi ndio wako hivyo sasa. Kwa hiyo kuna tahadhari, kutahawa na kufanya uzembe katika vitu hivi vya watu. Sheikh hapa alisema saa 1 kamili, naona imefika, na tuwape fursa watu waende kupumzike, kutana tena al-asr insha Allah taala. Tasogeza insha Allah, na mlango mgumu hapo mbele ni mmoja, mlango mmoja ni kidogo, lakini tujiandaa tukiwa makini, tupita tu. Mlango wa sulhu, mlango wa sulhu. Inshallah swali Sheikh asema hata dakika 10. Kwa jana waliuliza, mashaallah sana, kama kuna maswali